Serikali ya Tanzania imeanza kuchukua hatua za haraka za kidiplomasia katika kile kinachoonekana kuwa juhudi za kurejesha taswira ya nchi kimataifa baada ya machafuko ya baada ya uchaguzi yaliyoibua wasiwasi mkubwa nje ya mipaka ya taifa. Hatua hizi zinakuja wakati ambapo utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan uko chini ya uangalizi mkali wa jumuiya ya kimataifa kufuatia madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi, ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa shughuli za kisiasa katika kipindi cha uchaguzi. Kwa mujibu wa taarifa za kidiplomasia, machafuko hayo yameifanya Tanzania kujikuta katika mazingira magumu ya kisiasa na kimataifa, huku kukitajwa uwezekano wa nchi hiyo kukabiliwa na vikwazo vya kisiasa, vizuizi vya visa kwa baadhi ya maafisa wa serikali, pamoja na kupunguzwa au kusitishwa kwa misaada ya maendeleo. Ni hali ambayo imeongeza shinikizo kwa serikali ya Samia, hasa ikizingatiwa nafasi ya Tanzania katika mahusiano ya kikanda na kimataifa. Kwa kipindi cha awali baada ya machafuko, msimamo wa serikali ulikuwa ni kukanusha madai yote ya ukiukwaji wa haki, ikisisitiza kuwa uchaguzi ulifanyika kwa amani na kwa mujibu wa sheria, na kwamba vyombo vya dola vilitimiza wajibu wake wa kulinda usalama wa taifa. Hata hivyo, hali inabadilika. Katika wiki za hivi karibuni, serikali imeongeza kile kinachojulikana kama diplomasia ya haraka au shuttle diplomacy, ambapo viongozi wakuu wa serikali hususan kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wamehusika katika mikutano ya mara kwa mara na mabalozi, wawakilishi wa mataifa ya nje pamoja na mashirika ya kimataifa. Lengo la juhudi hizi ni kupunguza makali ya uangalizi mkali wa jumuiya ya kimataifa, kueleza msimamo wa serikali na kuzuia athari zaidi za kisiasa na kiuchumi ambazo zingetokana na kuendelea kwa hali ya sintofahamu. Taarifa zinaeleza kuwa katika mikutano hiyo, serikali imekuwa ikisisitiza dhamira yake ya kulinda utawala wa sheria, kuheshimu haki za binadamu na kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika masuala yanayozua wasiwasi. Kwa mara ya kwanza, lugha inayotumiwa na viongozi wa serikali inaonyesha utayari wa kushiriki mazungumzo, tofauti na msimamo wa awali wa kukanusha lawama zote. Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki ametajwa kuwa mstari wa mbele katika juhudi hizi, akiongoza mikutano na wawakilishi wa Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na mataifa yenye ushawishi mkubwa wa kidiplomasia na kiuchumi. Hatua hizi zinakuja wakati ambapo baadhi ya mataifa tayari yameanza kutoa tahadhari kali kwa Tanzania. Kauli kutoka nje ya nchi zimeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, kuzuiwa kwa mikutano ya kisiasa pamoja na madai ya matumizi ya nguvu dhidi ya raia kipindi cha maandamano. Aidha, mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yameendelea kutoa ripoti nzito yakidai kuwepo kwa vifo, majeruhi, watu waliokamatwa bila kufikishwa mahakamani na wengine wanaodaiwa kupotea katika mazingira yasiyoeleweka. Ripoti hizi ndizo zimeongeza zaidi uangalizi mkali wa jumuiya ya kimataifa dhidi ya serikali ya Tanzania. Katika muktadha huu, suala la misaada ya maendeleo limekuwa nyeti zaidi. Tanzania inategemea kwa kiwango kikubwa misaada ya maendeleo katika sekta za afya, elimu, maji na miundombinu. Hivyo uwezekano wa kupunguzwa kwa misaada hiyo unatajwa kuwa tishio kubwa kwa mipango ya serikali na ustawi wa wananchi. Vyanzo vya kidiplomasia vinaeleza kuwa baadhi ya wafadhili wameanza kuunganisha misaada yao na masuala ya utawala bora, uwazi wa kisiasa na heshima ya haki za binadamu. Hili limefanya serikali kuona umuhimu wa kuchukua hatua za haraka kabla uangalizi mkali wa jumuiya ya kimataifa haujageuka kuwa adhabu rasmi. Mabadiliko haya yanaonekana pia katika kauli za viongozi wa serikali, ambapo sasa wanasema kuwa Tanzania iko tayari kushirikiana na jumuiya ya kimataifa kwa maslahi ya taifa na wananchi wake. Serikali inasisitiza kuwa juhudi hizi si kukubali lawama, bali ni sehemu ya diplomasia ya kawaida katika dunia ya sasa. Hata hivyo, bado kuna maswali yanayoendelea kuulizwa kimataifa. Maswali yanahusu uwajibikaji wa vyombo vya dola, uhuru wa kisiasa na mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania.
Jumuiya ya kimataifa inaonekana kutaka kuona hatua za vitendo, si ahadi pekee. Hatua kama kufanya uchunguzi wa kina wa matukio ya uchaguzi, kuachiliwa kwa waliokamata bila kufikishwa mahakamani, na kuruhusu shughuli za kisiasa kufanyika bila vikwazo, zimekuwa zikitajwa mara kwa mara kama viashiria muhimu vya mabadiliko ya kweli. Kwa sasa serikali ya Samia inatembea katika mazingira magumu ya kisiasa. Upande mmoja inalazimika kulinda udhibiti wa ndani wa mamlaka ya dola. Upande mwingine inakabiliwa na uangalizi mkali wa jumuiya ya kimataifa unaobeba uzito wa kisiasa na kiuchumi. Diplomasia ya haraka inayoendelea sasa inaonekana kama jaribio la kupunguza shinikizo, kurejesha imani ya kimataifa na kuzuia hatua kali zaidi kama vikwazo au kukatwa kwa misaada. Ni mkakati unaotumiwa na serikali nyingi duniani zinapokabiliwa na presha ya nje. Swali linalobaki ni iwapo juhudi hizi zitatosha. Je, jumuiya ya kimataifa itaridhika na maelezo na mazungumzo au itaendelea kusisitiza mabadiliko ya moja kwa moja ya ndani ya nchi? Kwa wananchi wa Tanzania, mjadala huu wa kidiplomasia una athari za moja kwa moja katika maisha yao ya kila siku. Maamuzi yanayofanywa sasa yanaweza kuathiri uchumi, uwekezaji, ajira na nafasi ya Tanzania katika jumuiya ya kimataifa.